Mtazamaji wa Shark 24 TV, siku ya leo tuko hapa eneo la Utumishi Girls Gilgil, ambapo kulitokea moto masaa ya asubuhi na wanafunzi kadhaa walikuwa ndani ya bweni waliweza kuchomeka. Mtazamaji, tutazidi kujulisha mambo zaidi. Naona saa hizi hivi wazazi wamejaa mahali hapa, na pia waziri wa usalama ameweza kufika mahali hapa, na pia naona waziri wa elimu amefika mahali hapa. Mtazamaji wa Shark 24 TV, kwa muda usiokuwa mbali tutaweza kusikia maongeo ya waziri. Nafikiri leo imekuwa siku ya huzuni sana. Tuliweza kuamkia mkasa wa moto takriban saa 7 ya usiku, na kama ilivyoelezewa na mawaziri na gavana, tumekuja hapa kwanza kusimama na familia, hasa zile ambazo zimeweza kuathirika. Na hii shule ni shule ya ngazi ya kimataifa na iliweza kuanzishwa mwaka wa 2020, ikaweza kukua na ilikuwa na watoto, sasa imefikisha watoto 815 na watano, lakini wale walikuwa kwa shule ni 808, na kwa lile bweni la kulala kulikuwa na watoto takriban 200. Na katika hafla hiyo ya moto, ingawa wazima moto walijaribu kufika, tunashukuru sana wale waliofika wa kwanza. Anti stock theft walikuwa hapa, tulikuwa na NYS walikuwa hapa, tulikuwa na zima moto ya county iliyotoka kule Naivasha ilifika hapa, na waliweza kujaribu kabisa kuzima moto, lakini kwa bahati mbaya na kwa huzuni sana tukaweza kupoteza watoto wetu, takriban watoto 16. Watoto 7 wako hospitalini, lakini wale wengi zaidi ya watoto 700 wanaweza kushikanishwa na wazazi wao waweze kuondoka, ndio tuweze kupatia hata nafasi wale teams ambao wanafanya uchunguzi, wale ambao wamekuja hapa kuchukua chembe sababu ya kufanya DNA, sababu unajua kwa mikasa ya moto inakuwa iko na shida ya kuweza kutambua hata ni nani ambaye ameweza kutuacha. Kwa hivyo tutakuwa tukifanya hivyo, na tukifanya hivyo tutaomba hata wale ambao ni wananchi wa Gilgil, tutakuwa tukipunguza wingi wa watu kwa shule, ndio tuhakikishe kwamba tumepunguza umati ambao uko hapa. Tupatie maafisa wetu wa DCI, wale wa Ministry of Health, wale wa Education waweze kufanya uchunguzi na waweze kupeana njia ama mwelekeo. Lakini la muhimu sana, ni huzuni sana sababu nafikiri hili si jambo ambalo limetokea mara ya kwanza. Tulikuwa Endarasha, juzi tumekuwa na mtoto Faiza hapa Gilgil Hills, tumepeleka mpaka kwenye bunge, na nafikiri sasa mahali tutatoka ni kufanya uchunguzi. Ukishafanywa, sisi kama viongozi lazima tuwajibike kuhakikisha kwamba imetekelezwa kwa mashule yetu. Tusikue tunakuja wakati mkasa umeshatokea, tukue tunakuwa proactive. Ile inspection ya shule inafanyika, ndio tunajua mambo gani. Lakini kwa sasa hatutaki tuseme mengi, tunasema tu pole makiwa kwa jamii na familia za wale watoto wetu wameweza kutuacha, na sisi tuko hapa. Red Cross wako hapa na tunawashukuru, walikuwa wa kwanza kufika pia, na wako na nambari ya simu ambayo haina malipo 1199, unaweza ukapiga na ukaweza kupata usaidizi, sio tu wa kujua mtoto wako wako vipi, hata kupewa counseling ama kupewa mawaidha ya kuweza kukubali. Na nafikiri baada ya hapo tutakuwa tukiweza kupeana ushauri mwingine ama kuweza kuongelesha wanahabari later in the day, ndio tuwapatie vile tumefanya na zile hatua ambazo tumechukua. Asanteni sana. Thank you. Maybe waziri, one question. Naitwa Robert Omaina kutoka Citizen. Kati ya wale 16 ambao wameweza kupoteza maisha yao, maybe ni wangapi walioungua, wangapi ama vifo vyao vilitokana na nini hasa wakati huu wa mkasa, tukielewa kwamba ile bweni lilikuwa na wingi wa wanafunzi? Nadhani haitakuwa vizuri kusema zaidi kuhusiana na wale ambao walifariki, kwa sababu uchunguzi unaendelea na ni vizuri pia tufuate. Kwanza wacha niseme kwamba kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima, tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki. Otherwise generally kama kungekuwa ni environment or a society penye we would have kept these numbers for the time being, we would have wished that the numbers be kept until we deal with identification. But because in this era of social media presence and information control, it becomes very difficult. We realized that the message was all over the country, and we thought it was only fair to confirm that 16 persons have since passed on. But then this creates also another trouble for us, which is the anxiety among the parents, trying to know
who of them has lost their loved one. So that is the speed with which we are moving now, faster, to try to reach as many parents as possible using deductive method, identifying those who are here, releasing them, and then those who are unaccounted for, we start speaking to those parents and to start counseling and reaching out to them. So really, we have had to work backwards because of the nature of which information flies in this world. And so going further to say anything related to the same will be extremely irresponsible on our part. I want all of us to now keep it at that until we call you for another press release baadaye. So that is really what I can say about the stature of the bodies, the nature of the accident, the possible causes of it. Let's leave it to investigations first, and then we can come to that. Waziri, my name is Willie Dennis Njiru from TV47. Maybe on account of the arson attacks on dormitories over the years, what has the government done, or maybe what mitigation measures could you take? We have had this since St. Kizito's time. Yeah. Yes. I think that is, as from a policy perspective, the Minister of Education can answer that. Yes, Thank as you. we've said, we already do not know the cause of this particular fire. It would be speculative to say it is arson. Otherwise, I would suggest that we wait for the outcome of the investigations, and then we can confirm that. But from a policy perspective, we have a safety school manual that all the schools adhere to, and I would urge that we wait to see after the investigations whether that safety manual was adhered to in this particular school. So let's not be speculative at this stage, but we've done a lot in that space. Initially, when Ndarasha happened, we did close to 350 schools that were not meeting the specifications of that particular manual. So we continue doing audits and ensuring that our schools meet the safety manual for schools that is already in place, and which we keep updating. But for today, I would urge that this being the very first briefing on this, let's keep it at that as we wait to find out what was the real cause of this particular fire. Thank you very much. Thank you. Mtazamaji wa Shark24 TV, hivi ndivyo mambo yalivyo. Kama vile mmeweza kusikia, tumeweza kuelezewa na waziri ya kwamba zaidi ya watoto wengi ambao wamejeruhiwa mahali hapa wameweza kupelekwa hospitalini, na tukaambiwa namba ya watoto ambao walipoteza maisha yao ni wanafunzi 16. Kwa sasa hivi uchunguzi unaendelea hapa ndani. Maafisa wa polisi wa DCI ndio wanachukua chembe za kufanya DNA. Mtazamaji, kama vile ambavyo nimekujulisha ni kwamba watoto 16 ndio tumejulishwa wamepoteza maisha yao na waziri wa elimu na waziri wa usalama. Mtazamaji, kwa sasa ni hayo tu, tutazidi kujulisha zaidi.